قال محمود جامع وكان أفراد النظام يشترون الأسلحة من تجار السلاح na walikuwa watu katika watu wa ile nidham afradu nidham watu wa nidhamu ya ikhwanul muslimin wale viongozi yashtaruna al-asliha wananunua silaha min tujari silahi alladhina kanu yahsiluna alaiha min as-sahra'i al-gharbiyya ambao walikuwa wakizipata silaha hizo kutoka kule yale majangwa ya nchi za Morocco, shimal gharbi Afrika, kaskazini magharibi mwa Afrika, katika pwani ya al-Muhit al-Atlas. وكانت هناك الحرب بين قوات المحور ألمانيا وإيطاليا من ناحية والإنجليز ومجنديهم من الهنود والأستراليين والأفارقة من ناحية أخرى. walikuwa wakienda kununua huko wakati kulipokuwa kunapiganwa vita baina ya Almania na Italia katika upande mmoja na Waingereza na askari wao kutoka India na Australia na Waafrika katika upande mwingine. wa haulai kanu yabi'una silaha li haulai tujjar alladhina yabi'unaha lil ikhwan. Hawa walikuwa wakiwauzia silaha wafanyabiashara na hawa wanachukua na kuda kuwauzia ikhwanul muslimin. Kwa nini walikuwa wakinunua silaha ikhwan? Walikuwa wanunua silaha kwa sababu ya maandalizi, istidadan lilkhuruj. Yajma'una al-asliha istidadan lilkhuruj, wanakusanya silaha kwa ajili ya kuandaa mashambulizi ya mapambano katika mapinduzi wanayokusudia. Wa min alwasail almundarija tahta hadha al-asl da'watu sururiyya wal-ikhwan al-muslimin ila 'aqd al-majalis as-sirriyya litashawuri fi tanfidhi bid'ahihim wa hathihim ala dhalik. Katika njia ambazo zinatoka chini ya msingi huu ni ile ulinganizi wa Asururiya na Ikhwanul Muslimin wanaolingania katika kufunga yale majalis, kutengeneza vikao vya siri kwa ajili ya kushauriana juu ya kutekeleza yale mambo yao ya uzushi na kuwalingania watu na kuwahimiza watu katika jambo hilo, ambapo nadhani naweza mkajua darasa duara nyinyi ambao mmesoma kwenye mashule ambao yapo kule shuleni, wanaitwa watu mnakaa darasani mnapeana fikra, ambazo zile darasa mara nyingi sana zinakuwa ni za siri zile. Akitoka mtu amemaliza form 4 au kamaliza form 6 au kamaliza chuo au kamaliza kadha, akiwa anahudhuria darasa zile, maana yake ana fikra za kiikhwani moja kwa moja, huku mtaani atakuja kuzitekeleza moja kwa moja. Walillahi alhamd, da'watu salafia imekuja kupunguza baadhi ya vijana ambao walikuwa wanakwenda wote katika mrengo ule. Wa manhaju salafi qa'imun 'ala al-wuduhi wad-da'wati 'ala minhaji an-nubuwati was-sad'i bil-haqqi bi shurutihi. Sasa manhaju as-salaf imesimama kwenye uwazi na imesimama katika da'wa inaofuata njia ya utume na kuitetea haki kwa sharti zake. Bikhilafi ahli al-bid'ah fa innahum ashabu mu'amaratin wa dasaisi wa majalis sirriya yatashawaruna fiha ala tanfidhi bid'ahihim. Tofauti na watu wa bid'ah, hakika watu wa bid'ah wao ni watu wa mipango ya siri. Muamarat ni takhtitun sirri, sawa? Muamarat ni takhtitun sirri, kwamba mimi na fulani tunapanga njama za kuja kumdhuru mtu fulani, huu unaitwa ni muamara. Wa dasais ni al-makr wal-udwan. Watu wa bid'ah ni watu wa mipango ya siri na vitimbi na uadui. Wa majalis sirriya yatashawaruna, na vikao vya siri ambavyo wanashauriana humo juu ya kutekeleza bid'ah zao. Waqad qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah
Asema Umar ibn Abdul Aziz, idha ra'aita alqauma yatanajawna fi dinihim duna al'ammati fa'lam annahum ala ta'sisi dalalah. Ukiwaona watu wana tabia ya kukasiri vikao vya ndani ambavyo vikao hivyo wanaongelea kuhusiana na mambo ya dini yao, basi fahamu kwamba watu hawa wanaasisi jambo la upotevu. Fa'lam annahum ala ta'sisi dalalatin, wana jambo ambalo wanaanzisha ni la upotevu. Fasururiyatu yukarriru ba'dhu rumuziha anna hadhihi alfatra kalfatrati almakkiyya allati kanat fiha ad-da'watu sirriyya kama nada bihi Ahmad Suwayyan. Asema Sururiya wanaelezea baadhi ya viongozi wake kwamba hizi zama ni zama ni kama zama zile za Makka, Mtume sallallahu alipokuwa Makka na Waislamu mwanzoni mwa da'wa. Mtume sallallahu alianza na da'wa ya siri, kwa hiyo na sisi Sururi tunatakiwa tuanze da'wa yetu kwa siri. Hata kama tutadhihiri, basi tudhihiri katika sura nyingine, sio sura ya kwamba sisi tunataka kufikia dola, tunataka kufanya mapinduzi, kama alivyoeleza jambo hili kwa uwazi kabisa ahad rumuziha Ahmad Suwayyan, mmoja katika viongozi wao. Wa min ash-shawahid ala aqd al-ikhwan al-muslimin al-majalis as-sirriya litashawuri fi tanfidh bid'ahim, katika ushahidi juu ya kutengeneza maikhwan al-muslimin vikao vya siri kwa ajili ya kushauriana juu ya kutekeleza bid'a zao. Qaulu Ayman adh-Dhawahir, anasema Ayman adh-Dhawahir, inna ba'dha talamidhi Sayyid Qutb wa mu'asirihi min ash-shabab alladhina ta'atharu bi fikrihi qad tabi'u an-nashata as-sirri wad-da'wata li afkarihi litatahawwala tilka an-nashatat fima ba'd ila al-khalaya al-awwaliyati litanzim al-jihadi al-misri. Hasema hakika baadhi ya wanafunzi wa Sayyid, yani Sayyid Qutb, na wale walioishi pamoja na yeye katika zama zake, katika vijana ambao waliathirika na fikra zake, walifuata zile nashati zake za siri, ile mikakati alikuwa akiifanya katika hali ya siri, na ule ulinganizi wake alikuwa akiwalingania wafuate fikra zake, ili zile nashati zibadilike baadaye, yani yale matendo alikuwa akiyafanya yabadilike kule baadaye, baada ya kufa kwake, ila al-khalaya al-awwaliyya, kuwa katika ule mkusanyiko wa nidhamu au mkusanyiko wa kanuni na msingi ambao unakusanya kikundi kidogo, kisha kinakuwa, kisha kinakuwa, kisha kinakuwa, kisha kinakuwa, kisha unakuwa umma ambao unaenea fikra za kiikhwan. Sasa hivi zimeenea ulimwengu mzima. Lakini Sayyid Qutb amefanya kazi yake katika nchi ya Misri kwa muda wote wa maisha yake, akiwa anafikisha kwa njia ya siri, kufikisha wale vijana wao wakaathirika, na wao walipotoka na kueneza ulinganizi wake. Sasa hivi limekuwa ni kundi ambalo ukilikusanya unapata watu wengi sana wamebeba fikra hizi. Kwa unapata wahidatu tanzimia al-qaidiyya al-asasiyya, unapata ule umoja wa kikundi kilichojipanga kwa nidhamu. Na ndio maana usifikiri mtu ambaye anayeifuata manhaji ya kiikhwani kwamba unaweza ukambadilisha hivi hivi. Yani mtu ambaye amefuata manhaji kwa utaratibu wake, kwa vile vikao, kwa maelekezo, kwa kusoma baadhi ya vitabu, kama utambadilisha hivi hivi, ni mtu ambaye ameshiba kiitikadi, ameshiba kimanhaji, na ana shubha huwezi kuamini ambazo zimemjaa yeye za kumwathiri yeye mwenyewe, lakini ukizubaa anaweza shubha hizi zile akakuathiri wewe pia. Anasema litatahawala tilka an-nashatat fima ba'd ila al-khalaya al-awwaliyya litanzim al-jihadi al-misri, kwa ajili ya kupanga na kuandaa na kuratibu jihadi ya
Kimisri na sasa imekuwa ni jihadi ya ulimwengu. Wa min dhalika qawlu al-Ikhwani Abdullah Ulwan hina tubtala al-harakatu al-islamiyyati bihakimin irhabiyyin la diniyyin mutasallitun ya'taqidu ad-du'ata takunu al-khutta ala ash-shakl al-ati. Anasema huyu ikhwani mkubwa sana Abdullah Ulwan, maarufu watu wengi wanamsikiliza. Hina tabtala al-harakatu al-islamiyya, wakati haraka ya Kiislamu inapokuwa inapatwa na mitihani. Mitihani gani? Kwamba kuna harakati alafu kuna hakimun irhabi, kuna kiongozi gaidi. Wanakusudia hakimu irhabi ni kiongozi Ahlus-Sunna wal Jamaa ambaye anasimamia misingi ya itikadi ya Ahlus-Sunna wal Jamaa, ambaye anapingana na msingi wa itikadi zao na manhaji zao. La diniyin, si kiongozi wa dini tena tena aliyesalitiwa na fikra za kimagharibi. Wanakusudia ya'taqilu du'ata, ana kazi yake ni kufunga walinganizi maduati, anaweka jela. Anasema wakati huo haraka ya Kiislamu inapopata mtihani wa kumpata kiongozi aina hiyo, anasema khutwa inakuwa katika mtindo ufuatao: al-iqtisaru fi tablighi ad-da'wa ala sirri, kwa sababu atawaua watu wote. Tunatakiwa tupunguze baadhi ya mambo, tusiyatekeleze. Dawa yetu tunatakiwa tuifikishe kwa siri, tunatakiwa tufikishe kwa njia ya siri. Kwa sehemu yoyote ambao wao wanahisi kwamba wakidhihirisha fikra zao wataumia kupitia serikali hiyo, basi wanafanya dawa kwa siri. Hiyo ilikuwa ni wajibu wa pili, sura ya pili katika sura ambayo wanakhalifiana na Ahlus-Sunnah wal Jamaa katika mlango wa al-Imam. Sura ya tatu, yara al-ikhwan al-muslimun anna al-bay'ata lil-murshidi wa laysat lil-imam. Ikhwan al-muslimun wao wanaitakidi na kuona ya kwamba bai'a ni ya murshid na sio ya nani? Na sio ya imam. Bai'a ni kiapo cha utiifu. Bai'a ni kiapo cha utiifu. Hasa murshid yule kiongozi wao wa taasisi yao, ule umoja wao, ile tanzimu yao, huyu ndiye anatakiwa apewe kiapo cha utiifu na sio nani? Sio kiongozi. Na kinyume chake ni kwamba kiongozi anatakiwa apewe kiapo cha utiifu. Bali katika mukhalafa wao katika mlango wa imama, wao wanasema kwamba al-bai'atu laha arkan, bai'a ina nguzo, tena wakataja takriban nguzo 10. Katika miongoni mwa nguzo zao, bai'a inatakiwa al-bai'a tuqadu ala al-mushaf wal-musaddas, inafungwa bai'a, imewekwa msahafu na bunduki, kwamba hapa ni kitabu cha Allah. Kama watu hawataki kitabu cha Allah, tunatembeza nini? Tunatembeza silaha. Anasema muassisul jamaa Hasan al-Banna fi majmu'ati rasailihi, ayuha al-ikhwatu as-sadiqun, enyi ndugu zangu wa kweli, arkanu bai'atina 10 fahfadhuha. Al-fahmu ya kwanza hiyo, al-ikhlasu ya pili hiyo, al-amalu ya tatu hiyo, al-jihadu ya nne hiyo, at-tadhiya ya tano hiyo, at-ta'atu ya sita hiyo, at-thabatu ya saba hiyo, wat-tajarrudu ya nane, wal-ukhuwatu ya tisa, wat-thiqatu ya 10. Wazi? Hizi ni nguzo za nini? Za bai'a inda al-ikhwan al-muslimin. Sasa ikhwan al-muslimin wakaleta sighatul bai'a, wazi, ambayo inaendana sambamba na yule murshidi wao. Akawa ameitaja sigha hii, na maliza haraka ili mtu atoe adha. Sigha hii Mahmud Abdul Halim, sigha yao wanasema uahidullah al-aliyya al-azima ala at-tamassuk bi da'wati al-ikhwan al-muslimin wal jihad fi sabiliha wal qiyam bi shara'it 'udhiyyatiha wa thiqat at-tamma bi qiyadatiha was sam'a wat ta'a fi al-manshat wal makrah
wa uqsimu billahi alazim ala dhalika wa ubayu alayhi wallahu ala ma aqulu wakil. Wallahu ala ma aqulu wakil. Na kuna nyingine ya ni bai'a kuhusiana na bunduki. Muda hautoshi tuitafsiri bai'a hii. Hasa waahidullah, ninamwahidi Allah al-aliyya liju al-azima mtukufu ala tamassuki bid'awati al-ikhwani al-muslimin, juu ya kushikamana na dawa ya ikhwani al-muslimin, wal jihadi fi sabiliha, na kupigana jihadi katika njia yake, wal qiyam bi sharaiti udhuwiyatiha, na kuzingatia na kusimamia na kutekeleza yale masharti ya ujumbe wa wanachama wake, wathiqata tamma biqiyadatiha, na kuwa ukweli uliotimia katika uongozi wake, wasama wa taa, na kusikiliza na kutii fil manshati wal makrahi, kumsikiliza murshid katika manshat na makrah, katika hali nzuri ya kawaida na katika hali ngumu. Wa uqsim billahi alazim, na muapa Allah mtukufu ala dhalika, juu ya haya niliyo yasema, wa ubayi'u alayhi, na ninatoa kiapo cha utiifu juu ya jambo hili. Wallahu ala ma aqulu wakil, na Allah juu ya yale ninayosema ndiye wakili.